nguvu ya kushukuru. Kila kitu ambacho unacho na kila kitu ambacho unakianza lazima ukianze kwa shukrani, na ndio maana Zaburi ya 100 ule mstari wake wa 4 anasema, ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nyuani mwake kwa kusifu, mshukuruni, limidini jina lake. Kwa hiyo usipokuwa na tabia ya kuanza jambo lako kwa shukrani, utamaliza kwa manung'uniko. Usipokuwa na tabia ya kuanza kazi yako kwa shukrani, utamaliza kwa majuto. Usipokuwa na tabia ya kumshukuru Mungu pale ulipo, pale amekufikisha, hautafika mahali, hautafika kule ambako unapataka. Utasweti, utajitabisha, lakini yoyote yule anayetembea katika ushindi, utukufu hadi utukufu, ni yule ambaye ana tabia ya kumshukuru Mungu. Kwa anaposema mshukuru Mungu kwa kila jambo, maana hayo ndio mapenzi yake. Hakuna mapenzi mengine makamilifu ya Mungu kama moyo wa shukrani, kama moyo wa shukrani, kama moyo wa shukrani. Kitabu kile cha Wathesalonike wa kwanza 5, Wathesalonike wa kwanza 5, lazima kila mmoja wetu ajifunze moyo wa kumshukuru Mungu. Ndio ufunguo wa mafanikio ya vitu ambavyo tunaviombea, vitu ambavyo tunavitarajia, vitu ambavyo tunataka tuvifikie. Wathesalonike wa kwanza 5:16, maandiko yanasema furahini siku zote. Umeona? Kwa hiyo mtu mwenye shukrani siku zote furaha yake haishuki chini. Hatufurahi kwa sababu tuna mali, hatufurahi kwa sababu ya kazi zetu, japo ni sehemu ya furaha. Hatufurahi kwa sababu nimeoa, umeoa, umeolewa. Hatufurahi kwa sababu ya watoto, hatufurahi kwa sababu ya chochote. Tunafurahi kwa sababu yeye ndio nguvu zetu. Bwana Yesu asifiwe. Maana maandiko yanasema furaha ya Bwana ndio nguvu yangu, furaha ya Bwana ndio nguvu yangu. Kwa nini ni nguvu yako? Ndio nguvu iliyokupatia kazi, ndio nguvu iliyokupigania mpaka ukafika hapo ulipofika, ndio nguvu ambayo imeweza kukubariki, ndio nguvu ambayo imeweza kukuinua. Kwa shukrani ina nguvu sana. Hebu anza, uwe na tabia ya kuanza siku yako kwa shukrani, kwa kuingia ofisini kwako kwa shukrani. Watoto wetu tuwafundishe, wanapofika malango ya shuleni wamshukuru Mungu, wanapoketi kwenye dawati wamshukuru Mungu. Hilo ndio jambo kubwa kabisa. Wanadamu wa leo tunataka vitu vingi, lakini tumepungukiwa shukrani. Shukrani ikipunguka, ikitoweka ndani yetu, kinachobaki ni manung'uniko. Mtu ambaye ana shukrani, hakuna chema chochote ambacho ataweza kukifurahia, hakuna jambo jema ambalo ataweza kulifurahia. Kwa hiyo anasema tufurahi siku zote, ombeni, ombeni bila kukoma, ombeni bila kukoma. Shukrani itakufanya mtu mwenye moyo wa shukrani ataendelea kuomba. Hata kama jana amelala njaa, leo atamwambia tena Bwana, asante kwa sababu nililala njaa lakini sikufa, nimeamka tena. Baba nakushukuru, vita vinasonga mbele, mapigano yanaendelea, nitashinda katika wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni shukrani, shukrani na maombi ya bila kukoma. Haya maombi ya kuomba, kuna wengine wakimaliza maombi ya siku 7 hawatakaa wafunge tena mpaka tena wasikie kanisa linatangaza maombi, na wengine wakimaliza yale maombi ambayo walikuwa wanajiombea hawaombi tena mpaka tena wanasubiria shida. Hatuombi kwa sababu ya shida. Maombi ni mawasiliano kati yetu sisi na Mungu. Maombi ni sehemu ya maisha ya Mkristo aliye mwaminifu, Mkristo aliyesimama. Tumeitwa kwa ajili ya kusudi hili. Kwa hiyo ombeni bila kukoma, ombeni bila kukoma. Shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ndio mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Haleluya! Msimzibishe roho. Tumshukuru Mungu kwa kila jambo, kwa kila jambo, kwa kila jambo, kwa kila jambo.
Mshukuru Mungu, mwambie Baba, hata hili limetoka kwako, hata hili umelitenda. Endelea kumwambia tu Bwana asante, maana yeye ni mwaminifu. Anasema sasa, msimzibishe roho. Maana yake nini? Acha Roho wako Mtakatifu uko ndani aendelee kuwa na moto, aendelee kuwa na moto. Umepata moto kupitia maombi, songa mbele na huo moto. Usimzibishe roho, usimzibishe roho. Ulikuwa unaomba, ulikuwa unasifu, baadaye sasa unaanza kuangalia. Unajua watu wengi tunashindwa kuomba kwa sababu gani? Tunaangalia tamthilia muda mrefu kuliko maombi. Unachelewa kulala kwa ajili ya tamthilia, inaanza saa 4 inamalizika saa 6 za usiku, na umekaa macho unaisubiria. Kama huo muda utaubadilisha katika maombi, kama muda utaubadilisha katika kumwinua Yesu, na kuambia utakuwa umepiga hatua kubwa sana, na adui jinsi alivyo hataweza kukupa nafasi. Kwa hiyo usikubali Roho wako Mtakatifu azimishwe na vitu vya dunia. Usikubali kazi yako imzime Roho Mtakatifu. Kazi imenizidi. Ulikuwa unaomba Mungu akupe kazi, Mungu amekupa kazi. Leo tu unasema kazi imekuzidi. Sasa unataka nini, mtumishi wa Mungu? Unataka nini, mtoto wa Mungu? Ulikuwa unaomba Mungu akupe masomo, sasa unalalamika, masomo magumu sana. Sasa unataka nini? Ulikuwa unaomba Mungu akupe ndoa, akupe watoto, watoto wasumbufu, watoto walevi. Shukuru kwa kila jambo. Unaposhukuru ndipo Mungu anawakamilisha watoto, ndipo Mungu anakamilisha ndoa yako, ndipo Mungu anapigana kwa ajili ya masomo yako, anakupigania. Usimzibishe roho kwa kuanza kulalamika, Bwana Yesu atusaidie sana. Anasema msitweze unabii. Msitweze nini? Unabii. Yaani unabii ni neno ambalo umetamkiwa. Kama Mungu amesema, jana apostoli alitutamkia baraka, alitutamkia tu baraka. Sasa usitweze ukasema, mimi nilitamani niwekewe mkono juu. Hata kama ukiwekwa miguu, kama hilo neno hujalipokea, haliwezi kutenda kazi. Hata kama tukikumwagia mafuta debe zima, kama hilo neno halina mzizi ndani yako, huwezi kupokea. Maana imani ilikuwa na uhakika ya kila ambacho umetamkiwa na unakifanya kuwa sehemu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Yule akida aliamini neno la Yesu, kwamba Yesu, ukitamka tu neno, hauhitaji kuja ndani ya nyumba yangu. Ukitamka tu neno, mtumishi wangu atakuwa yuko huru, mtumishi wangu atakuwa ameponywa. Hebu usitweze roho ukasema, nimechoshwa na maneno ya watumishi wa Mungu, nimechoshwa na ahadi zao. Waliniahidi, walisema kwamba tukimtolea Bwana kwa ajili ya kujenga kanisa, Mungu atatujengea nyumba zetu. Walituahidi ya kwamba nikitoa kwa ajili ya hiki, Mungu atafanya hiki. Wewe endelea kuamini, usitweze unabii, usilitweze neno la Mungu, usilidharau neno la Mungu. Usifike mahali moyo wako ukawa mgumu kuamini. Hebu endelea kumwita Bwana. Nguvu ya kushukuru ni silaha ya vita, ni silaha ya vita, kwa sababu tunapomshukuru Mungu tunamkuza Mungu ndani yetu, tunamwinua Mungu ndani yetu. Tunaposhukuru Mungu, Mungu anafungua milango ya miujiza, Mungu anafungua milango ya baraka. Tunapomshukuru Mungu, Mungu analeta ukamilifu wa baraka zake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hebu tembea katika moyo wa shukrani, na Mungu wangu na Mungu wako atakutendea, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Haleluya.